Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu katika makala ya leo ambapo tutaenda kuangazia wachezaji 6 ambao walikuwa na kiwango kikubwa duniani lakini hawakupata bahati ya kuweza kuchukua Ballon d'Or. Karibu sana. Nimekuandalia wachezaji 6 lakini hata wewe inawezekana una wachezaji wengine ambao unawajua. Unaweza kuniambia ni wachezaji gani mahiri zaidi duniani walicheza kwa kiwango kikubwa lakini bahati haikuwa kwao na hawakuweza kuchukua Ballon d'Or. Karibu na moja kwa moja tuanze makala yetu. Ousmane Dembele, mchezaji bora wa dunia mwaka huu, ametoa tuzo ya Ballon d'Or, lakini wapo nyota wakali zaidi kuwahi kutokea ambao hawakuwahi kutoa tuzo hiyo ya Ballon d'Or. Tuzo hii ya kifahari hutolewa kila mwaka toka ilipoanzishwa mwaka 1956 na waandishi wa michezo kutoka Ufaransa kutambua vipaji bora vya wachezaji duniani. Awali ilikuwa ya wachezaji wa Ulaya pekee, lakini sasa hutolewa kwa wanasoka kutoka pande zote duniani. Katika orodha ya washindi kuna majina makubwa kama Zinedine Zidane, Ronaldinho, Ronaldo di Rima, lakini tangu mwaka 2008 kulikuwa na enzi za utawala za Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Moja kwa moja tuangazie wachezaji 6 ambao walifanya vizuri barani Ulaya lakini hawakubahatika kuchukua Ballon d'Or. Mmoja ni Thierry Henry, mmoja wa gwiji wa Arsenal ambaye ni miongoni mwa wachezaji bora kuwahi kutokea katika historia ya ligi ya England. Baada ya kusajiliwa na The Gunners mnamo mwaka 1999, Thierry Henry punde tu aligeuka kuwa mmoja wa washambuliaji hatari zaidi barani Ulaya. Alikuwa mchezaji wa kwanza katika karne hii kufunga mabao 20 na kutoa pasi za mabao 20 katika msimu mmoja kwenye ligi 5 bora za barani Ulaya. Ni Lionel Messi pekee ndiye aliyefikia rekodi hiyo baadaye kwenye ligi ya nyumbani. Mfaransa huyo bado anashikilia rekodi ya ufungaji bora wa muda wote wa Arsenal akiwa na mabao 228 katika mechi 377. Alipokea tuzo nyingi za kutambua mchango wake, lakini nafasi yake ya juu zaidi katika kinyang'anyiro cha tuzo ya Ballon d'Or alikuwa akimaliza katika nafasi za 3 za juu mara 2 katika tuzo hiyo. 2 ni mchezaji Neymar Jr, mfungaji bora wa muda wote wa Brazil, zaidi ya mabao 400 katika kazi yake. Kama hiyo haitoshi, yeye pia ni mmoja wa wachezaji 5 pekee waliowahi kufunga mabao 100 na vilabu 3 tofauti, yani Santos, Barcelona na Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Romario, gwiji wa Hispania Isidro Langara ndio wengine waliofanikisha kuwa na rekodi hiyo. PSG ilimsajili kwa rekodi ya dunia ya paundi milioni 200 kumsajili Neymar mwaka 2017. Licha ya kipaji chake kikubwa na uhamisho wake wa rekodi ya dunia, lakini hajawahi kushinda Ballon d'Or. Watatu ni Kylian Mbappe. Kylian Mbappe alitoa kombe la dunia akiwa na Ufaransa mwaka 2018, tena akiwa na umri mdogo wa miaka 19. Katika ugo wa kimataifa, Kylian Mbappe yupo na watu maarufu. Mbappe alikuwa kinda wa pili kufuata nyayo za Pele kufunga bao katika fainali za kombe la dunia wakati Ufaransa walipotoa kombe hilo mwaka 2018. Rekodi yake ya klabu pia ni ya kushangaza sana. Baada ya kuwa mfungaji bora wa ligi 1 kwa misimu 6 mfululizo akiwa na Paris Saint-Germain, Mbappe anaendelea kujipatia umaarufu zaidi huko Real Madrid. Hakupoteza muda kwani alivunja rekodi ya klabu kwa mabao mengi zaidi katika msimu wa kwanza. Namba 4 ni Robert Lewandowski, mabao 55 msimu wa mwaka 2019-2020 yalimfanya apigiwe chapuo kama mshindi wa Ballon d'Or, lakini janga la Covid lilipelekea tuzo hiyo kufutwa mwaka huo. Mwaka uliofuata alimaliza nafasi ya pili nyuma ya Messi. Robert Lewandowski ni mmoja kati ya wachezaji 5 ambao wamefunga mabao zaidi ya 100 katika vilabu 3 tofauti. 5 ni Erling Haaland. Kiwango cha Erling Haaland katika klabu ya Manchester City ni ajabu. Kwa kasi yake ya ufungaji, rekodi ya Alan Shearer ya mabao 260 katika ligi kuu ya England inaweza kuwa hatarini, ingawa bado anahitaji zaidi kuwa na mabao 169 kuifikia rekodi hiyo ya Alan Shearer. Haaland ameweka rekodi yake pia barani Ulaya. Alifikisha mabao 50 katika ligi ya mabingwa Ulaya kwa mechi 49, akiwa mchezaji wa kwanza kufunga mabao hayo kwa haraka zaidi. Swali linakuja, je, anaweza kuipiku rekodi ya muda wote ya Cristiano Ronaldo ya kufunga mabao 141 katika mashindano hayo? Licha ya yote, ikiwa ataendelea kufunga kwa kasi hii, Erling Haaland anaweza kuwa
miongoni mwa wagombea wa tuzo ya Ballon d'Or katika miaka ijayo. Hajawahi kupata tuzo hii, lakini tayari ameshakuwa mshindi wa pili wa Ballon d'Or, lakini baada ya kujiunga na Manchester City mwaka 2022, Erling Haaland amevunja rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika msimu mmoja ambapo alikuwa na mabao 36. Namba 6 ni Andre Iniesta. Andre Iniesta mwaka 2010 alifunga bao la ushindi katika fainali ya kombe la dunia dhidi ya Uholanzi. Kama isingekuwa kiwango kikubwa ambacho kilionyeshwa na Lionel Messi pamoja na Cristiano Ronaldo kila wiki, Andre Iniesta angekuwa na Ballon d'Or katika kabati lake. Baada ya kupita kwenye kituo cha watoto cha Barcelona cha La Masia, Iniesta alikaa vizuri kwenye safu ya kiungo ya klabu hiyo na kushinda mataji 32 katika miaka 16 yenye mafanikio makubwa, ikiwemo mataji 9 ya La Liga na 4 ya ligi ya mabingwa. Katika ngazi ya kimataifa, Iniesta aliichezea Hispania mechi 131 na kufunga mabao 13, likiwemo lile la ushindi dhidi ya Uholanzi kwenye fainali ya kombe la dunia mwaka 2010. Alimaliza maisha yake ya soka kimataifa akiwa ameshinda kombe la dunia mara moja na mataji mawili ya ubingwa wa Ulaya. Iniesta alimaliza wa pili katika kura za Ballon d'Or mwaka 2010 na watatu miaka miwili baadaye, wakati Messi akishinda zote mbili. Hao ndio wachezaji 6 wakubwa barani Ulaya ambao walifanya vizuri, lakini hata hivyo hawakupata nafasi ya kutoa tuzo ya Ballon d'Or. Nikushukuru sana. Inawezekana hata wewe una wachezaji unaowajua walifanya vizuri lakini hawajawahi kuchukua tuzo ya Ballon d'Or. Karibu katika comment, niambie ni wachezaji gani hao. Asante na kwaheri.